babalisha wa soko la Machinga. Kuna mama amekuja kuongea masuala ya wanafukuzwa, wanazuiliwa. Ni kweli sisi ni madokta wa matumbo. Mtu anapika chakula michochoroni, analeta ndani ya soko. Leo wakiumwa tunaitwa sisi. Tunaambiwa kwa nini tunapika vyakula sio vizuri. Na ndio maana tukalisema hilo kwamba kama wanaruhusu hao watu walete chakula, basi watuambie, na sisi kwa tunabeba chakula tunatoa mtaani tunaleta hapa. Tunalipa Laki1 kwa mwezi. Tunahitaji tupate mapato, tunalipa serikali. Sasa leo hii wametuambia wanagombezwa. Hapana, ni utaratibu, kila nyumba ina utaratibu. Usipoweka utaratibu ina maana wataumia watu wengi. Ndio maana mimi nikasema waangalie utaratibu uliopo, watu wapike chakula vizuri. Haya, umesema vizuri, ndio maana hilo hatujaliamulia hapa. Tumekubaliana litaratibiwa vizuri. Hilo tumekubaliana litaratibiwa vizuri. Wewe kama mwakilishi wa hawa wenzako utakuwepo. Mkuu wa mkoa, nenda kwa mkuu wa mkoa pale. Yuko wapi? Huyo. Nenda kwa mkuu wa mkoa, utawawakilisha wenzako, na yule aliyesema wa mwanzo, yule mama wa mwanzo yuko wapi? Naye ataenda kwa mkuu wa mkoa ili liratibiwe. Ili liratibiwe vizuri. Kwa mwisho huyo. Asante sana. Asante sana waziri mkuu. Muombe mgeni haki yake apewe. Sisi kwetu tulivamia hapo nje. Na mimi naitwa Azizi Mohamed Waziri. Tumevamia hapo nje kwenye paving. Tunaweka pale biashara ambapo unasema tusifukuzwe. Lakini sasa hivi hapo unasema tusifukuzwe, ukishaondoka mambo mengine yanaanza. Ninachokiomba tukiwa tumekaa pale tuanze tukatengeneza miundombinu kwanza, ambapo hiyo sehemu nyingine ilikuwa inatengenezwa, ambapo kisha tukienda huko tungeomba kitu kimoja mheshimiwa. Tuanze kutoa ushuru hata angalau 500 kwa siku au shilingi hiyo 1000 kwa siku, mpaka huo muda ukifika hiyo sehemu ambayo inatengenezwa kwa ajili ya sisi tuliokosa vizimba, kwa sababu watu wa ndani wanalalamika kwamba hawauzi, sisi wa nje hatutoe ushuru, alafu wao hawauzi, sisi wa ndani wa nje tunatoa ushuru, hatutoa ushuru, alafu sisi wa nje tunauza, wao hawauzi. Kwa hiyo ningeomba kama ni wote tutoe ushuru kwa muda huu ambao hatufukuzi, ili wote tufanye kazi kwa uhuru. Mheshimiwa langu ni hilo. Haya, asante, umeeleweka. Kwa hiyo Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hatukuwa na ratiba hapa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hatukuwa na ratiba hapa. Wakati napita niliona marafiki wanapiga mkono kwamba tusimame, ndio maana tukasimama. Kwa hiyo mtachukua tu haya myaratibu. Na ndugu yetu hapa ameongezea hii hoja ili kuondoa malalamiko ya kwamba hawa hawauzi, hawa wanauza, hawa hawalipi ushuru, hawa wanalipa ushuru. Amesema liratibiwe vizuri ili kuondoa huo mzozo. Nadhani ni kitu kizuri kwa kipindi hiki cha mpito ambapo tunakamilisha ile soko lingine pale. Na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tutakaporudi tunapoanza bunge hapa,